Mtazamaji, leo tuko na update ambako mtume na nabii Mwamposa amekanusha madai ya utabiri wake Rais Samia kuongoza mpaka 2035 ni upotoshaji mtandaoni. Karibu sana. Wiki zilizopita ama siku zilizopita tuliweza kushuhudia taarifa ambako ilidaiwa ametabiri mtume nabii Mwamposa kuhusiana na kuongoza madarakani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka itakapotimia 2035. Sasa kauli ya mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mwamposa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia ataiongoza nchi hadi 2035 kama ambavyo ni mkuarifu, ilizua mjadala mpana sana katika jamii. Na kauli hiyo pia ilitolewa hivi karibuni katika ibada ya hadharani ambapo Mwamposa alidai kuwa alipokea neno hilo kwa njia ya maono na ufunuo wa kiroho. Taarifa hiyo pia ilisambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari, hali ambayo iliibua pia hisia mseto miongoni mwa wananchi. Na kwa mujibu wa Mwamposa, maono ambayo aliyapata yanaashiria uthabiti wa uongozi wa Rais Samia na mwelekeo chanya wa taifa katika miaka ijayo. Lakini pia alisisitiza kuwa ujumbe huo haukuwa kisiasa bali ni wa kiroho ambao unalenga kuhimiza amani, umoja na matumaini kwa Tanzania. Aidha, alieleza pia kwa baadhi ya vipande vya video vilivyosambazwa vilimnukuu nje ya muktadha na hivyo kusababisha tafsiri potofu ya kile ambacho alikusudia kukisema. Hata hivyo, kauli hiyo pia imeibua maswali mengi kutoka kwa wadau mbalimbali, hususan wanazuoni wa sheria na wachambuzi wa masuala ya siasa. Wengi wameeleza kuwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa rais unaongozwa na mihula maalum na taratibu za kikatiba. So kwa msingi huo, madai ya uongozi hadi 35,000 yamechukuliwa zaidi kama maoni ya kidini yasiyo na misingi ya kisheria. Lakini kwa upande mwingine, wapo wananchi ambao wanaona kauli hiyo kama ishara ya imani binafsi na uhuru wa kutoa maoni ya kidini, mradi tu hayatotei chuki au kuvunja amani. Na wanaamini kuwa viongozi wa dini wana haki ya kueleza pia wanachokiamini, lakini ni muhimu kutenganisha imani za kiroho na uhalisia wa mifumo ya kikatiba na kidemokrasia. Serikali na viongozi wa kisiasa hawajatoa tamko rasmi kuhusu kauli hiyo, hali ambayo inadhihirisha msimamo wa kuheshimu uhuru wa dini huku wakiacha katiba na sheria ziendelee kuwa dira ya uongozi wa taifa. Wachambuzi wa masuala wao wanashauri kwamba wananchi waendelee kuwa na busara, kuchambua taarifa kwa kina na kuepusha kupotoshwa na kauli zinazoweza kuleta taharuki isiyo ya lazima. So kwa ujumla, mtazamaji, mjadala huu umeonyesha umuhimu wa elimu ya uraia na uelewa kikatiba kwa jamii, lakini pia unatoa funzo kuwa katika jamii yenye mchanganyiko wa imani na mitazamo, mazungumzo ya wazi na yenye heshima ni msingi wa kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa.